aliyekuwa mkurugenzi wa shirika la upelelezi la Marekani FBI James Comey amejikuta katika hali tete baada ya kuchapisha ujumbe tata kwenye ukurasa wake wa Instagram ambao baadhi ya viongozi wa serikali na wachambuzi wa masuala ya usalama wameutafasiri kuwa ni wito wa kumuua rais wa 47 wa Marekani Donald Trump. Mnamo tarehe 15 Mei, Comey alipakia picha ya maganda ya konokono wa baharini yani seashells yaliyopangwa katika umbo la nambari 8647. Chapisho hilo lilionekana kama la kawaida kwa mtazamo wa haraka, na aliandika chini yake, mpangilio mzuri wa magamba niliyoyaona katika matembezi yangu ya ufukweni. Hata hivyo, tafsiri ya baadhi ya watu iligeuza hali nzima na kuibua sitofahamu ya taifa zima la Marekani. Katika mitazamo ya baadhi ya wachambuzi wa usalama, nambari 86 inajulikana kama istilahi ya mtaani yani slang, inayomaanisha kutoa mtu au kwa lugha kali zaidi kumuua. Wengine walidai kuwa ni msimbo wa kihalifu uliotokana na zama za magenge ya mafia, ukimaanisha kumuua mtu kwa kumpeleka maili 8 nje ya mji na kumzika futi 6 chini ya ardhi. Kwa upande mwingine, nambari 47 ni nambari inayohusishwa moja kwa moja na rais wa Marekani Donald Trump, ambaye baada ya kushinda uchaguzi wa mwaka 2024 alikabidhiwa uongozi wa Marekani kwa mara ya pili akiwa rais wa 47. Hivyo tafasiri ya moja kwa moja inakuwa 8647, muondoe au umuue rais wa 47 Donald Trump. Waziri wa usalama wa ndani yani Homeland Security Secretary Kristi Noem alijibu kwa ukali kupitia ukurasa wake wa X zamani Twitter akisema, James Comey ametoa wito wa wazi wa kumuua rais Donald Trump. Idara ya usalama wa ndani yani FBI na usalama wa taifa yani Secret Service wanachunguza na kuchukua hatua zinazofaa dhidi ya mambo kama haya. Kwa mujibu wa Fox News Digital, chanzo kutoka ndani ya Secret Service kilieleza kuwa maafisa wake watafanya mahojiano ya moja kwa moja na Comey ili kuchunguza kama ukweli chapisho hilo lilikuwa na dhamira ovu. FBI kupitia mkurugenzi wake wa sasa Kash Patel imethibitisha kuwa iko tayari kushirikiana kikamilifu na Secret Service yani usalama wa taifa wa Marekani katika uchunguzi huo. Taylor Budovich, naibu mkuu wa wafanyakazi wa ikulu ya Marekani, aliweka wazi msimamo wake kuwa ujumbe wa Comey unaweza kutafasiriwa moja kwa moja kama agizo la mauaji kwa rais anayeongoza sasa yani Donald Trump. Mtoto wa rais Trump, Donald Trump Jr., hakusita kueleza hasira yake. James Comey anatoa wito wa mauaji ya baba yangu bila haya yoyote. Huyu ndiye anaheshimiwa na vyombo vya habari vya mlengo wa kushoto. Hili ni jambo la kutisha, alisema mtoto wa Trump yani Donald Trump Jr. Baada ya shinikizo na ukosoaji huo mkubwa, Comey alifuta chapisho hilo na kutoa ufafanuzi akisema kwamba sikuona kama nambari hizo zinaweza kuhusishwa na vurugu. Ilikuwa ni picha ya maganda tu kutoka pwani. Sikukusudia kusababisha hofu yoyote. Ninapinga aina yoyote ya vurugu, na sababu hiyo niliamua kuondoa picha hiyo katika chapisho langu katika mtandao wa Instagram. James Comey alifutwa kazi na rais Donald Trump katika awamu yake ya kwanza mnamo mwaka 2017 akiwa mkurugenzi wa FBI baada ya kile Trump alichokitaja kama upendeleo wa kisiasa na kushiriki katika kampeni ya uongo, kampeni ambayo ilielekezwa dhidi yake katika madai kuhusu ushawishi wa Urusi katika uchaguzi wa mwaka 2016 ambao alishinda dhidi ya mgombea wa chama cha Democrat. Tangu wakati huo, Comey amekuwa mkosoaji wa wazi wa rais Trump, huku akijitokeza mara kwa mara katika mahojiano na maoni ya kisiasa dhidi ya chama cha Republican. Hili si tukio la kwanza ambapo rais Trump amekuwa katika hatari ya kuuawa. Mnamo Julai 2024, katika kilele cha kampeni za uchaguzi wa urais nchini Marekani, Donald Trump alinusurika baada ya kupigwa risasi sikioni katika mkutano wa kampeni huko Butler, Pennsylvania. Risasi nyingine ilimuua mmoja ya waliokuwa wamehudhuria. Mnamo Septemba tena mwaka huo huo, katika kampeni za urais nchini Marekani, mtu mmoja aliyekuwa na nia ya kumuua Trump alipatikana akiwa amepiga kambi karibu na uwanja wake wa gofu huko jimboni Florida katika makazi yake ya Mar-a-Lago akiwa na silaha na vifaa vya kijeshi. Tukio hili linaangazia hali tete ya kisiasa nchini Marekani, ambapo tofauti za kisiasa sasa zinajitokeza hata katika misingi ya usalama wa taifa. Endapo uchunguzi utabaini kuwa kweli kulikuwa na dhamira fiche kwenye chapisho la Comey, huenda hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi yake. Lakini iwapo itabainika kuwa ilikuwa tafsiri ya kupindukia, basi litakuwa somo kuhusu jinsi maneno na picha kwenye mitandao ya kijamii yanavyoweza kuwa na athari kubwa zisizotarajiwa kwa jamii pamoja na taifa kwa ujumla, bila kujali ni taifa dogo au ni taifa kubwa kama Marekani.